Baba Mtakatifu Leo wa 14 hivi karibuni amekutana na kuzungumza na masista wa upendo wa kimungu, masista wa Mtakatifu Basili Mkuu, masista wa Agustino wa Mparo na masista wa Fransiskani wa Moyo Mtakatifu wa Yesu jijini Vatican. Papa Leo wa 14 anawasihi watawa hao wa kike kutoka Ukraine walioko Roma kwa ajili ya maadhimisho na mikutano yao mikuu sanjari na jubilei kuu, wabaki wakitoa mizizi yao kwa Kristo Yesu na kuhakikisha kuwa Mungu kwa kila namna yoyote ile anabaki kuwa kila kitu katika maisha yao. Akirejea falsafa ya Mtakatifu Agustino juu ya kipaumbele cha Mungu katika maisha ya Mkristo, anasema, Mungu ni kila kitu chako. Ukiwa na njaa, Mungu ni chakula chako. Ukiwa na kiu, Mungu ni maji yako. Ukiwa gizani, Mungu ni mwanga wako usiozimika. Ukiwa uchi, Mungu ni vazi lako la milele. Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliwakaribisha kwa furaha watawa hao ambao walifika kuhudhuria mkutano wao mkuu, wengine wakiwa Roma kwa ajili ya hija ya jubilei kuu. Katika hali zote mbili, mmekuja kwenye kaburi la Mtakatifu Petro ili kufufua upendo wenu kwa Bwana na uaminifu wenu kwa kanisa. Mnatoka katika mashirika yaliyoanzishwa katika nyakati na mazingira tofauti, yaani masista wa shirika la Mtakatifu Basili Mkuu, mabinti wa upendo wa kimungu, masista wa Agustino wa del Amparo na masista wa Francisco wa Moyo Mtakatifu wa Yesu. Hata hivyo, historia zenu zinaonyesha mwenendo wa pamoja ambapo mwanga wa mifano bora ya maisha ya kiroho ya zamani kama vile watakatifu Agustino, Basili na Francisco kupitia tafakari na utakatifu wa waasisi wenu wa mashirika uliweza kuchochea na kukuza njia mpya za kudumu, hasa kwa ajili ya wanyonge ambao ni watoto, vijana, masikini, yatima, wakimbizi na wahamiaji, na baadaye wapo wazee na wagonjwa, pamoja na huduma nyingine za matendo ya huruma mnazozifanya, alieleza Papa Leo wa 14. Katika hali hiyo, Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani ulipokuwa ukizungumzia mashirika ya kitawa yanayojishughulisha na huduma za matendo ya huruma, ulisisitiza umuhimu wa maisha ya washirika wao wote kuchangamshwa na roho ya kitume na kila tendo la kitume kuwa la uzima wa kiroho, ili watawa wajibu kwa ukamilifu wito wao wa kumfuata Yesu Kristo na kumtumikia Kristo katika viungo vyake, wakiwa na muungano wa ndani naye. Akirejea tafakari ya Mtakatifu Agustino, amewataka watawa hao kujiuliza, je, kwa kiasi gani hili ni kweli kwangu mimi? Ni kwa kiasi gani Bwana anatosheleza kiu yangu ya maisha ya upendo na ya mwanga? Amesema maswali hayo ni muhimu, kwani ndiyo mizizi wa maisha katika Kristo uliowafanya waliotutangulia, ambao ni ndugu zetu waliofanikiwa kuishi ukamilifu wa maisha hapa duniani, ambao sifa zao zimenea hadi ulimwenguni kote kama ushuhuda wa uwepo wenu leo. Kristo akae mioyoni mwenu kwa njia ya imani, mkiwa na mizizi na misingi katika upendo, mpate kumfahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana, urefu, kimo na kina cha upendo wa Kristo, na kujua upendo huo wa Kristo upitao elimu yote, ili mpate kujazwa na utimilifu wote wa Mungu, amesema Papa Leo wa 14. Aliwashukuru kwa kazi na uaminifu wao kwa Kristo Yesu katika maisha na utume wao nchini Ukraine, kisha kuwaweka chini ya ulinzi na tunza Bikira Maria mama wa kanisa, kisha akawapa baraka zake za kitume.